Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News. Okay, katika pita zangu leo mitandaoni nimekutana na hii video clip ikionyesha bulldozer ikiwa na kanyaga ya pikipiki pamoja na scooters. Sasa tukio hili limetokea New York ambapo polisi wa jiji la New York, yani NYPD, New York City Police Department, wamefanikiwa kuteketeza jumla ya pikipiki 5700 pamoja na scooters. Sasa hili tukio limeonekana kuwa limesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ni tukio ambalo limekuwa ni mwendelezo kwa askari wa polisi ambalo wamekuwa kilifanya huko nchini Marekani. Kuanzia mwaka huu wamefanikiwa kuteketeza jumla pikipiki pamoja na scooters 5700. Sasa siku ya jana pia wamefanikiwa kuteketeza scooters pamoja na pikipiki. Mamlaka zimedai baadhi ya vyombo hivyo vilikuwa havijasajiliwa kabisa na havina bima na vilikuwa vinatumia namba bandia za usajili. Sasa Commissioner wa polisi Jessica Stitch amesema pikipiki hizo na scooters hizo zilikuwa zikihusishwa mara kwa mara na matukio ya uhalifu na kuhatarisha usalama wa wananchi, na ndivyo wakaona ni bora waviteketeze ili kusudi visiendelee kufanya matukio ya uhalifu na kuhatarisha usalama kwa wananchi. Sasa video zilizosambaa mtandaoni zinaonyesha bulldozer zikivunja kama unavyoshuhudia hapo kwenye video pikipiki pamoja na scooters hizo katika eneo maalum la kuhifadhia gari, ndipo ambapo scooters pamoja na pikipiki hizo zilikamatwa. Moja kati ya sheria ya nchini Marekani ambayo inasema ukikutwa chombo chako hakijasajiliwa, wao kwanza wanasema kila gari au pikipiki au chombo chochote cha usafiri kinachotumika barabarani ikiwemo pikipiki na scooters lazima liwe limesajiliwa kupitia DMV. Yani wao kule wanaita DMV, sisi huku tunaita lazima uende kusajili TRA, kule wanaita DMV, yani Department of Motors Vehicles. Lakini pia kitu kingine wanasema ukikutwa kama kifaa chako au chombo chako cha barabarani unachokitumia akijasajiliwa utaweza kupigwa fine. So wanasema ukikuta akijasajiliwa kabisa unapigwa fine kuanzia $40 mpaka $300 kulingana na kosa lako. Lakini pia kitu kingine watakuhukumu kama ni udanganyifu wa usajili. Kwa hiyo huyu mtu ambaye amekamatwa bwana kutokana na hili tukio la hizi pikipiki hazijasajiliwa kabisa atashtakiwa kutokana na kosa la udanganyifu wa usajili. Na wanasema sheria yao kwamba ikiwa mtu ametengeneza namba bandia au kujaribu kudanganya, hilo linaweza kuhesabiwa kama felon, kosa kubwa, adhabu ya kifungo cha miaka kadhaa. Sasa hili limekuwa ni miongoni mwa jeshi ambalo linafanya vizuri sana, jeshi la polisi linafanya vizuri sana New York, ambapo hili jeshi bana lilianzishwa tarehe 25 Mei 1845 na makao yake ya polisi yako One Police Plaza, New York City, na inakadiriwa kuwa na zaidi ya wafanyakazi, yani askari polisi takriban 48967 ikiwa ni pamoja na maafisa wa polisi na wafanyakazi wa kiraia. Lakini pia maafisa wa polisi zaidi ya 33 walioapishwa hivi karibuni. Lakini pia bajeti yao ni kubwa kidogo, hasa ambao wameiweka kwa mwaka huu 2026, kwa sababu unajua majeshi mengi lazima uweke bajeti ya pesa. Bajeti yao huwa ni bilioni 6.4 wameiweka mwaka huu 2026. Kwa hivyo jeshi la polisi la New York NYPD, yani New York City Police Department, wamefanikiwa kuteketeza hizo scooters pamoja na pikipiki 5700. Unaweza kazani masiala, lakini pale ambapo ikatokea hujasajili chombo chako, na hii inaweza ikakukuta wewe hapo. Vipi kwa Tanzania? Hii sheria ipo au vipi? Kwa sababu Tanzania najua lazima uende ukasajili chombo chako TRA, lakini pia uende polisi pale ukasajili, mambo yaweze kuwa na uweze kuingia barabarani moja kwa moja. Usipofanya hivyo lazima mkono wa sheria utakuchukulia. Kama unavyoshuhudia hapo kwenye video, hizo scooters 5700 pamoja na pikipiki zikiteketezwa. Kwa hiyo kasajili chombo chako. Hii ni Msomi News.
Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.